Of course maandalizi yako vizuri na mpaka sasa tuko katika 70 mpaka 80 kwa maana ya ukarabati wa lile eneo ambalo tunafanyia mashindano lakini pia miundombinu yote ya kimchezo kwa maana ya meza zote ziko pale tayari zinasubiria tu ukarabati pale umalizike ili mradi watu wafanyaji waweze kuziweka zile meza kwa ajili ya mashindano. Kwa upande wa maandalizi na tunaamini yako 100% mpaka kufika katika tarehe 15 yatakuwa yamekamilika kwa 100%. Kwanza kwa hili shindano la Arusha tunaweza tukasema tumelitengeneza katika utofauti kidogo, na ndio maana tumekuja katika mfumo ambao wa kualika vilabu ili kutengeneza kitu chenye ubora, kwa maana hili namba ambayo tunaitumia tunaiweza kuimudu kuiendeshea mashindano bila kuwa na changamoto yoyote. Na hayo mafunzo tumepata katika mashindano ya hapa tulifanya Dar es Salaam, kwa sababu tulikuwa tunachukua tu namba ya wachezaji pasipo kujua hao wachezaji kwa kipindi gani inaweza ikawa vizuri kuanza nao mashindano na kumaliza nao mashindano. Kwa kuna baadhi ya changamoto ambazo tulijifunza tumezichukua kama fursa, kwa tunaenda kuziapply kule Arusha kwa kile tulichojifunza katika mashindano ambayo tumefanya Dar es Salaam. Kwa kutakuwa na utofauti mkubwa sana kule Arusha na huwa Dar es Salaam. Na ndio maana tunasema tuchukue idadi chache ya timu na idadi chache ya wachezaji katika single ili tuweze kufanya kitu chenye ubora ambapo kila mtu akikiona basi kitamvutia. Katika ubora huo mnazingatia kitu gani? Ni vilabu bora nchini ndio vitakavyoalikwa ama ni kipi ambacho mmekiangalia? Of course ukiondoa tu quality ya vilabu kwa maana quality ya wachezaji, lakini pia tumeangalia kuna timu nyingine zina wachezaji wazuri kama timu lakini haina ile teamwork kwenye kucheza. Alafu kuna timu haina wachezaji ambao wenye majina makubwa lakini wako wale teamwork na wana ushindani katika mashindano. Kwa hiyo ni kwetu sisi kabisa ni rahisi tukitumia mfumo huu. Kwa maana unaweza kutumia timu ambazo zina wachezaji wazuri lakini upande wa kucheza hawana ile standard ambayo sisi tunafanyaje tunataka tuionekane. Kwa sababu unajua sasa hivi kila mchezo sasa hivi tunatengeneza ushawishi kwa shabiki. Kwa lazima uwe na wachezaji au washiriki ambao wanaweza kufanya wewe shabiki ukiangalia ule mchezo uvutiwe nao. Kwa unakuta kuna timu zina vijana tu wadogo ambao ukiwa unawaangalia wewe mwenyewe unavutiwa kuangalia wale wachezaji na kwa namna wanavyocheza. Kwa hiyo kwa maana ya utofauti wa sasa hivi tutakuwa tunaangalia hizo quality za timu upande wa timu, yani kwa maana ile timu ikiao kipindi wanacheza, discipline wise za timu zao, namna wanavyokuwa wanaonekana katika timu zao, namna wanavyokuwa wanaishi katika timu zao. Na mimi hata sisi kwetu haitakuwa ngumu kwenye kufanyaje kuwa control katika mashindano. Kwanza professionalism, kwa sababu kule South Africa ilitawala sana professionalism. Kwa naamini kwa kule Arusha hicho kitu inabidi tukakiapply, kwa maana tunaweza tukafanya mashindano makubwa pasipokuwa na uhitaji wa marefari na mashindano yakaenda vizuri bila changamoto yoyote ile. Kikubwa tu mnachoenda kukielekea mkijue. Kwa wale mashindano yetu ya kule, kwa sababu tutakuwa tunaenda kutumia sheria ya black ball. Kwa ina maana timu zote tutakazokuwa tumezialika lazima zijue standard ya black ball. Umeona, wasije wakakompare tena black ball na mashindano mengine au na michezo mingine. Kwa ndio wajue kabisa tunaenda kule katika black ball. Kwa ina maana kila club atakuwa tunafundishana pale sheria ya black ball. Wanatakiwa wao direct wajue kwa tunaenda kule katika black ball. Hilo la kwanza. Kwa hiyo tukishasema vilabu vyote tulivyovialika wanauelewa mkubwa wa black ball, sheria ya black ball, atakuwa na uhitaji sasa wa marefari katika yale mashindano. Nikija katika professionalism, kwa maana professionalism inatawaliwa na fair play. Kwa lazima tuwe na quality yenye wachezaji wanajua maana ya fair play. Kwa ina maana hata kama kuna changamoto ya kikanuni ya kisheria ipo imetokea katika meza, basi mchezaji ndio wa kwanza kuingamua, aidha kumwambia mwenzake ambaye anacheza naye ama kumkumbusha bwana hiki hakiko sawa na aweze kufanyaje kuelewana. Huko ndio mimi nataka tufiki. Kuna neno ambalo limetoka kwenye posti ya leo linasema umealikwa. Imeleta mnong'ono wa namna moja ama nyingine, lakini kwa ujumla zungumza na Watanzania, lakini zungumza na wageni ambao mnaotaraji kuwaalika, ni namna gani sasa kwa ujumla mashindano yatakuwa pale jijini? Yani kwa maana ya umealikwa, hii kwanza itatusaidia sisi kama waandaji wa haya mashindano kucontrol ile namba za washiriki, sawa. Cha pili vile vile mpaka tunakualika basi tunaamini wewe uko pamoja na sisi katika kila engo ya kwenye kukuza huu mchezo. Kwa hiyo ukiona kama hujapata nafasi ya kualikwa basi kuna kitu kidogo hakiko vizuri labda kiupande wetu sisi kwa wakati huu tunavyoona. Kwa hiyo ina maana wale wote ambao tumewalika
tunaamini hawa wana deserve kuwa na sisi katika mchezo. Kesho usajili unaanza rasmi. Natakiwa niandike barua ama natakiwa nifanyeje ili sasa na mimi nionekane kwa kwamba, au mpaka nipate mwaliko ndo nifanye? Kama alivyozungumza mkurugenzi, kwa sababu vilabu viko vingi sana na wachezaji wako wengi sana, na ukizingatia sisi tumeweka limit ya washiriki, na ndio maana tunatoa mialiko. Kwa hiyo kuanzia kesho tutaanza kufanya mawasiliano ya moja kwa moja na viongozi wa vilabu ambavyo sisi tunataka vishiriki kwa hapa Tanzania. Kwa maana ya nje ya Tanzania tushazungumza nao, wale ambao tumeshazungumza nao, tushakubaliana nao. Kwa hapa ndani tutakuwa tunafanya nao mawasiliano nao na kuwatumia barua za mialiko. Kwa hiyo wao watakapokuwa wamerespond, kwa sababu tushatengeneza namba ya timu, kwa tutakuwa labda let's say na timu 20, lakini target yetu ni timu 16. Kwa hiyo tunasema zisipokuja timu hizi, nani atakayokuja kukava hii nafasi? Kwa hiyo tuna timu tayari ambazo zitakuja kukava hiyo nafasi. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo, kiupande wetu sisi, kwa kuanzia kesho kuna timu ambazo zitapata official call kutoka katika management au waandaaji wa haya mashindano ya kule Arusha, kwa maana wanahitajika kuwepo katika haya mashindano. Na uzuri wa sisi tumeangalia vitu vingi sana, tunaangalia vitu vingi sana. Kwa hiyo kila timu ambayo tutaialika basi tunaiheshimu. Kwa ina maana utakapopata mwaliko wa kiumasta basi inabidi uheshimu. Basi zungumza na wapenzi na mashabiki na wachezaji wakaribishe Arusha. Arusha nadhani ni kwa mara ya kwanza ili tukienda kufanyika. Kwa hiyo kama mchezaji au mpenzi ama mdau wa mchezo wa pool table Tanzania, ili tukio sio la kukukosa, kwa sababu kwanza tunaenda kumaliza mwaka, lakini pili tutaenda kuzindua official international tournament in Arusha for the first time 2025. Kwa hiyo kama unapenda mchezo wa pool table, si vizuri ukakosa hili shindano kwa Arusha. Kwa hiyo napenda niwakaribishe wadau na wapenzi na mashabiki wa mchezo wa pool table Tanzania, East Africa na Afrika kwa ujumla kuja kushuhudia haya mashindano Arusha. Asante sana.